Nikianza na kesi namba 26388 ambayo inawahusisha washtakiwa 22, lakini kuna washtakiwa wawili ambao Watanzania wanaweza wakawafahamu kwa urahisi. Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Jennifer Jovin almaarufu Nifa. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe 27 na jeshi la polisi, na toka wakati huo amekuwa chini ya custody ya jeshi la polisi, na leo hii amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu. Ameshtakiwa yeye na wenzake 21 kwa mashtaka ya uhaini. Mashtaka ya uhaini kama mnavyofahamu, kufuatia kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, sio tu kwamba hayana dhamana, lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Tumetoa hoja kadhaa, mlikuwa mahakamani mmesikia, ikiwemo kwamba alipigwa, kulazimishwa kutoa maelezo, kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani na rejelea tu ile ambayo tumesema mahakamani, na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake mahakama kwa maana ya hakimu Aaron Ryamuya atoe amri kwamba kwa kuwa sasa wanakabidhiwa chini ya uongozi wa magereza, basi wapatiwe matibabu na pia ripoti ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali. Imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao 22 wa chini ya uongozi wa magereza wapatiwe matibabu, wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu, na pia ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbukumbu ya rejea baadaye. Wote mnafahamu mahakama haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini, ila tu inachakata kwa ajili ya baadaye kuweza kupeleka mahakama kuu.